Kesi kwema. Mshukuru Mungu, mambo vipi? Namshukuru Mungu. Upo? Nipo. Basi sawa. Tuanzie hapa Justin Kesi kwenye visiwa vya Marasha. Karafuu Derby ilipigwa pale. Mbungi ilipigwa kweli kweli, na kile ambacho tulichokiona kwa wekundu wa Msimbazi Simba, tunaweza kusema kuwa Simba Sport Club wamepiga hatua kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa namna ya uchezaji. Tumekuwa tukizungumza ni katika mwendelezo wa kuamini project ambazo wakikabidhiwa makocha au wakufunzi kutoka Afrika Kusini, hizo ndo huwa faida zake. Wamekuwa na mitaala mizuri sana ya kuweza kuvifanya vikosi ambavyo watu wanavifikiri vya kawaida na kuwa vikosi ambavyo vya kiushindani, kuwafanya wachezaji mmoja mmoja ambaye pengine alizorota kiwango chake na kuboresha kiwango chake, kuimprove viwango vya wachezaji mmoja mmoja na timu kiujumla, kuwafanya wachezaji ambao wana potential lakini haioneshwi kwa wakati na kuvileta viwango vyao kuwa potential ambayo inafanya vizuri kwa wakati. Hiyo ni faida ya wakufunzi au walimu kutoka wapi? Afrika Kusini. Na kama una kumbukumbu nzuri, msimu wa 24-25 Simba walikuwa na Fadlu Davids, si ndio? Unayakumbuka ambao tulikuwa tukijadili kuhusu Fadlu Davids? Nilikuwa nikikwambia jinsi ambavyo Simba inaenda, watu wakijitetea kwamba ni timu ambayo inajijenga, lakini ilikuwa inakuonesha kila siku jinsi ambavyo ina improve nini kiwango chake, si ndio? Week in week out, day in day out, year in year out. Lakini ukirudi kwenye historia sasa ya Steven Becker, toka alipotokea mpaka baadaye Stellenbosch, ni kocha ambaye aliitoa Stellenbosch kutoka Championship Afrika Kusini, yani ligi daraja la kwanza, mpaka kwenda ligi kuu, na hakuishia hapo tu, aliipeleka mpaka nusu finali ya kombe la shirikisho against hawa Simba, na beki wake yule wakati ambaye Toure, si ndio, ambaye yuko pale anasema anacheza na anazima na Rushain, si ndio? Lakini ukimfanya vizuri ukamkumbuka kocha Steven Becker. Steven Becker ni mshindi wa makombe kama ni mawili au matatu ya michuano ya ndani ya Afrika Kusini. Nadhani ni MTN, sijui ile MSN, yani kuna kombe lao mule ndani la kiushindani ambayo kashayabeba kama mara 2 au mara 3 makombe ya ndani. Akuishia hapo, nafasi ya 6 kwenye ligi PSL kwa maana ya Afrika Kusini. Nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika Stellenbosch yao, si ndio? Lakini nafasi ya 6 kwenye ligi kuu nchini Afrika Kusini kutoka Championship ni improvement nzuri sana. Amekuwa akiwafanya wachezaji waonekane na potential kubwa zaidi kuliko vile awali ambavyo watu walikuwa wakiwaona. Ndio maana ni alivyokuja tu, na kwa sababu tayari Stellenbosch ilikuwa historia yake iko pale, nilizungumza hili. Matole TV shahidi kwa maana kubwa kuliko, lakini Sports Point shahidi, na nyinyi pia ni mashahidi kwenye hili, wala halina kificho. Amewakuta nyota wa aina gani? Na ndio maana unaona kilio changu kilisema kama Simba wangekuwa wana vision kama klabu sasa kuelekea ni project hiyo, si ndio? Ya mpango, na kwa sababu unavyokuwa na project lazima kuwe ni vision ambayo ya muda ya mbali hivi. Sasa ili uifikie hiyo vision lazima uwe na mission hizi ndogo ndogo kuifikia mission. Na plan yako ni ipi? Na kwa plan yoyote lazima kuwe na long term plan na short term plan. Short term plan ilikuwa ni ipi na long term plan ilikuwa ni ipi? Ndio ambapo nikauliza Simba mwaka jana walikuwa na vision ipi? Kwa sababu kama vision kwangu mimi niliona ni ya muda mrefu ya Marine Fadlu Davis. Yes. Mtasema bwana mbona unang'ang'ania hilo? Yes, lazima ning'ang'anie kwa sababu leo angenufaika mara hizi 2 chukua kwangu bro. Jean Charles Ahoua ni mchezaji mpya katika wachezaji 16 waliosajiliwa msimu wa 24-25. Msimu ambao alikuja na Fadlu, si ndio? Manake ni vision ya Simba, project ya Simba. Ateba Lionel Christian, project ya Simba. Steven Dese Mukwala, project ya Simba.
Utaniambia Kibu Denis Prosper alikuwa tayari ana force kuondoka, sawa. Shabalala ni mwendelezo wa project ya Simba ambayo ni ya muda mrefu, kipindi cha kina Osems, ambayo saa hii ndio ipo kwenye prime, yani ile baa ya juu hapa, na wenzie Kapombe ambao ndo wanafika kama Kapombe anayoyoma hivyo mwishoni. Yes. Rushaini yupo kwenye prime, lakini majeraha ndio alomfanya akose nafasi ya mara kwa mara Mamelodi nini pale Sundowns. Shemalon Fondo shida ilikuwa nini? Shida ya Shemalon Fondo. Yani kwa nini ameondoka? Utasema kocha Beka kaleta beki wake kwa sababu hajakuta hiyo beki ya kucheza na Rushaini. Kwa sababu ya mitaala ya Afrika Kusini, kwa sababu ya mitaala ya Afrika Kusini. Ndio maana unaona Abdulrazak Hamza alienjoy kucheza kwenye mitaala ya Fadlu Davids. Kwa sababu Abdulrazak Hamza ametoka Afrika nini? Kusini. Mitaala yao inafanyane? Inafanana. Ebu ni ndio, ebu ni sio? Sema ebu ni ndio. Hapo ebu ni ndio. Sawa, Abdulrazak kapata majeraha. Wapi uliona duniani tangu dunia kuumbwa? Sema dunia kuumbwa. Dunia kuumbwa. Timu imetoka fainali ya michuano ya kimataifa. Imekuwa first runner kutoka nafasi ya 3 ya ligi mpaka kuwa mshindi wa pili. Imetoka kushindwa kufika toe to toe na bingwa ambaye bingwa alikuwa anachukua ubingwa bado mechi 3-4. Yanga amefanya hivyo misimu mitatu. Lakini msimu jana Simba kafika na Yanga mpaka hapa mwisho. Ikawa kama finali. We good? Kutoka kuitwa mwaka robo michuano ya kimataifa mpaka finali ya kombe la shirikisho. Kutoka 2022-23 msimu wa 22-23 top scorer alifungana Saidon Tibazonkiza na Fiston Kalala nini pale? Mayele. Thank you very much. Ukamleta Jan Chazi yao wa miaka 3 baadaye 2.5 akaenda kuwa top scorer. Kiungo mshambuliaji. Haya ni maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja. Kumfanya kuwa best contributor. Best contributor. Yani amecontribute magoli mengi zaidi, yani kwa assist na magoli kwenye ligi yenu. Kutoka Aish Salum Manula, sema Air Manula. 2020-21 huko zamani mpaka 24-25 kutoa top keeper ambaye ni nani? Kamara Pinpin. Hivi vyote huwa nimevizungumza mwaka mzima. Project haihusiani na kocha. Kocha analetwa kuingia kwenye project yenu. Yani timu lazima iwe na project yake. Timu ni taasisi. Taasisi. Simba hata leo akiondoka CEO Zubeda, akiondoka Ahmed Ali kama afisa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama alivyoondoka Sunday Haji nini pale Manara, Haji Sunday Manara, si ameingia Ahmed Ali, anatakiwa aingie kwenye project ya Simba, ndio inamuhitaji aingie kwenye hiyo structure yao ya muundo. Kama afisa habari au meneja wa mawasiliano anaingia kwenye project yao. Sisi tuko hapa, mpango wa muda mfupi ni huu na mpango wa muda mrefu ni ule. We good? Hiyo ni taasisi ambayo CEO shabadilishana mara nyingi tu. Shakuja ule Burundi, sio Mnyarwanda, kashaka Zubeida, kashaka Babra, kashaka Senzo. Hiyo anaingia project inafanyaje? Inaendelea, inakuwa. Unaona kunavyotanua kutoka huku. Umeelewa? Hiyo ni project ya klabu, structure ya muundo uongozi wa klabu, plani za klabu fupi na ndefu. Hiyo Fadlu alitakiwa, yeye alisema kuna baadhi ya nyota ambao wanahitaji waongezwe kwenye kikosi. Haikuvunja. Mimi nakataa kuna kocha leo hii hapa kwenye ardhi Afrika Mashariki na Kati, Afrika Mashariki na Kati, asiyehitaji huduma ya Shabalala. Hayupo. Yani Shabalala alitaka kuondoka kwa nini? Maslahi. Je, ni sahihi kwa Shabalala kutaka maslahi au sio sahihi? Kwa sababu ya ubora wake. Class is permanent, form is temporary. Ameseti standards, amekufikisha fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika.
ameshakupa mafanikio ya kutosha. Huyu ni nahodha wako, backbone ya timu. Ndio maana Yanga wamefanikiwa kuichukua hiyo. I'm sorry, yani Mungu anisamehe tu. Kapombe na Shabalala, nani kesho? Kapombe na Shabalala, nani kesho kwa umri wao? Kama issue ni umri, nani wa kesho zaidi? Nani anakuhakikishia kucheza muda mrefu zaidi kutokana na umri wao? I'm just asking you. Wajibie hao mashabiki wenzangu ambao tukiongea tunaonekana tuna labda pendelea kitu fulani. Shabalala ni future. Bado atakuwa. My dear brother, yes. Kwa sababu kwanza, moja kati ya nyota tulionao wa Tanzania ambao hana tabia ya kupata majeraha ya mara kwa mara. Anakuhakikishia afya ya uwanjani, game time, si ndio? Ukuaji, kuendelea kukua, kuimprove uwezo wake. Anazidi kuwa kiongozi mkubwa, pambanaji. Talent alionayo huyu, kashai kuletewa Tanzania hii wachezaji zaidi ya 9 kuja kuwaonekana ndio warithi wake. Na kukumbusha kidogo, sendi zamani sana, kashai kuja Gadiel Michael tukaambiwa ni Shabalala wa baadaye. Yasin Mustafa tukaambiwa wa Shabalala wa baadaye. Sina uhakika na David Luende nani mkubwa kati yao, lakini hata Luende pia alinyang'anywa basi namba na Shabalala. Ukumbuke hapo ndani kashakuja Pascal Msindo, kashakuja huyu mwenyewe aliyekuepo sasa hivi Kibabage, kashakuja Mligo. Yani hao wote wanaambiwa Shabalala wa baadaye. Hawa hapa watamuacha Shabalala uwanjani akiwa na ubora. Na ni Justin Kesi, sijamaliza. Hiyo inakutafsiri pia upande wa kulia. Washakuja kina Juma nini yule alicheza Yanga? Juma Shabani. Juma Shabani yule ni Mkongo. Alikuwa captain Yanga kabisa. Ajaza maji sana. Mnyamani. Juma Abduli Mnyamani. Chambi wa Kapombe wa baadaye. Kashakuja Hassan Kesi, kamwacha Kapombe nyota. Kashakuja sijui Kibwana Shomari, naye huyu anacheza huku na huku ola. Yani hawa watu, Israeli Mwenda of course. Hawa watu bado huduma yao inahitajika wapi? Kwenye pitch. Kwa hiyo unatakiwa ufikirie kwamba kama hawa bado hawajaguswa, tunza hiyo mali. Shemalon Fondo amecheza msimu wa nyuma yake na Henoki Inonga nini pale Baka kama namba 4, yani kiungo, beki wa katikati anayetokea kushoto ni namba 4. Beki wa katikati anayetokea kulia ni namba 5. Lakini kwa sababu ya exposure na experience alionayo Shemalon Fondo, Fadlu akaopt kwa sababu tayari Abdurazak ni mzuri zaidi huku, basi Shemalon saidia namba 5, lakini hakuwa namba 5 per se. Kama umempata Rushain, weka Rushain namba 5, subirie Shemalon Fondo, tayari ungekuwa na ile backbone yako, umeongeza nani? Rushain pekee. That's why Yanga project yao ilivyokuwa inaendelea kukua, Nabi aliongezwa Yanga na aliongezwa Baka akaja kurepress Bakari Nondo Mwamnyeto. Dickson yupo, Juma Shabani alikuwepo, baadaye anakuja Yao, anaingia kwenye mfumo huku wamepita kina Lomalisa, kaja Boka, wakamchukua beki bora namba 3 wa nchi ambaye ni Shabalala. Hiyo ni kuboresha project. Yani project sio ya kocha. Kocha anakuja na falsafa. Project anaikuta. Project jamani inatengenezwa na technical director na management ya timu. Bwana, sisi kama timu yetu project yetu ni hiki. Yule technical nini director, mkurugenzi wa ufundi. Mchoro mzima wa timu yetu, vision yetu ni hii. Kiufundi, yeye ni boss wa kocha. Kiufundi. Yes. Niendelee. Namba 6 yupo Kagoma. Namba 4 wake hayupo, namba 3 wake hayupo, namba 5 wake hayupo. Kagoma hawezi kuwa yule wa mwaka jana. Anacheza finali. Mbaya zaidi, Fabrice Luamba Ngoma namba 8 yake pia haipo. Backbone yote umevunja. Unakaaje mgongo uti wa mgongo hamna. Unakaaje wewe? Si unakuwa kama utumbo wa bata. Uwezi ukakaa. Thank you very much. Unaona haitoshi, unavunja na namba 10 ambaye ni best performer msimu uliopita wa Simba, ambaye tunamzungumza nani? Jean Charles Ahoua. Lakini kipa bora wa ligi amepata majeraha. No doubt. Bakia na beki yote ya kati ndio wanaendeleza ile nini project.
Mimi naamini kocha Fadu hajamfukuza Shemalone. Shemalone ameshindwa kutunzwa na Simba. Na uhakika Shabalala hakufukuzwa na Fabrice na Fadu Davids. Simba wameshindwa kumtunza Shabalala kufikia terms zake. Fabrice Luamba Ngoma msimu wa 23-24 alionekana hakumaliza vizuri. Na hakuna aliye expect hapa kwamba mtu kama Mavambo angewekwa nje na Ngoma. Ngoma ali step up. Watu Ngoma kakua bwana. Ngoma kaamua kuonyesha uwezo wake bwana. Ngoma ameituliza timu akawa kama kiongozi, tuliona hata michezo ya kimataifa. 24-25 Ngoma ka step up. Mbakize kama umeweza kumrudisha Chama. Chama mtoto, si mzee. Muache Kagoma, calmness yake tayari alikuwa ni backup nzuri ya kumsaidia Kagoma flow, si ndio? Wanaanzisha vizuri build up ya Simba, jinsi ambavyo ukubwa wake, uzuri wako kucheza duels balls zile kwenye defense, jinsi anavyoanzisha mashambulizi. Hebu niambie, una Fabrice Luamba Ngoma, alafu juu yake kiduchu hapo kuna Maurice Abraham kama namba 10 au Janchazi Yaoa, alafu huku Ulibase Gay, huku Aura. Alafu wewe uniambie Mwalimu na Ateba. Yaani Mwalimu huyu na Ateba amefikisha goal 10 plus na mwenzie Steven Dese Mukwala amefikisha goal 10 plus. Wachezaji wawili wamekupa magoli 20. Wewe unaniambiaje hiyo timu unaivunja, ma-striker unaondoa? Unaondoaje? Inakuwa ngumu. Hao wanacheza nafasi hii, wamepokezana, wamekupa goli 20 kwenye position hii. Wewe bwana ukishindwa kutunza backbone. Sasa Yanga naitolea mfano ili uone wapi ambapo napoongelea mimi na sifa nazozitoa kwa Beka. Na nimekuwa nasifia makocha wa Afrika Kusini. Yanga backbone yao toka 2021-22 ipo mpaka leo. Dickson, Bakari, Baka kaja baadaye Kiduchu, sawa Duke kaja kuungana nao, Mudathiri haya kaja kuungana nao, Mzize yupo, Pakome kaja kuungana nao, Maxi yupo. Dube anaijua timu ya Yanga kabla hajaingia Yanga. Hao nyota wote wa Yanga leo kina Dickson wote hawa wamemkuta Dube nchini Star. Niko sahihi? Diki hajaja mjini hapa Diki. Dube Star Azam. Anaifunga Yanga, anaifunga Simba. Niko sahihi. Backbone yao ipo. Na ndo maana uiona Yanga akicheza Mudathiri na Dube kuna flow ya nzuri. So kwamba wapo, yani inawezekana Mudathiri kachoka, lakini ile experience, kukua na chemistry, kufahamiana muda mrefu, anajua kabisa mpira wa Baka utafikia wapi. Chemistry. Bro, anaondoka Nabi finali hivi ya shirikisho, mabingwa wa ligi. Nabi anafanyaje? Ameingia Gamondi, kakuta project. Gamondi kaingia kwenye project ya Yanga, kaleta falsafa yake, kafanya tu kuongeza high pressing na vitu vingine vidogo. Ila project alikuwa. Yes. Kaondoka. Falls alipata tabu na project ya Yanga. Hamdi unataka kusema ndio alifanya Yanga iwe bingwa? Hapana, ni project. Hao wote wamepitia upepo wa project ambayo aliandaa nani? Nabi. Nakupa homework. Aucho aliingia kwenye kikosi cha Yanga moja kwa moja? Jibu ni hapana. Alistruggle. Pakome alistruggle. Azizikia aliyoko benchi na Faisal alishakuwa kwenye project. Duki Abuya mwaka jana alianza Yanga? Hapana. Kaja kuonekana wa maana mwishoni, kaingia kwenye project. Bro. Azizi Andambwile amekaa msimu mzima 24-25 bench. Anamsoma tu Aucho, anamsoma Duke, anamsoma Mudathiri, anamsoma. Mwaka jana Falls kamchezesha msimu huu hapa. Kamchezesha Falls, ameachieve kucheza, alicheza. Alideliver kudeliver. Project. Na Justin Kesi tuwatazama Young Africans. Nimekuwa nikiwatazama. Kwa umenielewa nilichokuwa nakiongelea. Kwa Beka ni kocha mzuri. Angewahi kukuta ile project ya Simba wakati Fadu anaondoka, walikuwa wanaendelea tu kuwaacha wachezaji asilimia. Kikosi cha kwanza amebaki Kapombe na Kagoma only. Huwezi ikaungana mapema. Ndio maana unaona wana improve taratibu. Sasa mwakani kwa sababu wapiga dili wapo, unashangaa wachezaji 9 hawapo, wanaletwa wengine 10. Sasa hapo Beka utamchanganya. Babu kocha akisema niletee wachezaji atasema niletee wake wote. We muandalie project yako, yeye akupe falsafa, ingie kwenye timu. Gamondi hajaja na mchezaji yoyote, lakini kapiga mtu 5 bro. 5 ngapi zilipigwa hapa nchini? Nyingi watu walikuwa. Gamondi amekuja mchezaji gani? Haja mchezaji yoyote. Timu inasajiliwa na kina Elsi hao. Wewe unaniambia kocha lazima akuletee mchezaji why?
Kocha unataka mchezaji wa aina gani? Unasema falsafa. Utukuletee mchezaji wa aina gani? Falsafa yako ingie kwenye project yetu sisi. Na wakati mnaleta kocha lazima mjue project yenu ni ipi, na kocha huyo ataingia kwenye wachezaji wenu, kwa sababu kocha lazima aoane na aina ya nyota waliokuwepo pale. Jamani, msikie. Justin Kesi nataka tuzungumzie Young Africans. Young Africans nimewatazama kwenye game mbili hizi, hususan kwenye game dhidi ya Namungo na game dhidi ya Young Africans. Nimeona kuwa Young Africans kuna makosa kadhaa hivi, pengine tutaweza kusema kuwa Young Africans bila Pacome wanakuwa sio wanyumburifu kiasi hicho. Justin Kesi, pengo la Pacome ni kubwa. Na pengo la Pacome sio kwamba kwa Yanga tu. Pengo la Pacome ni hadi dabi. Pengo la Pacome ni la dabi. Yaani uwepo wa Pacome thamani ya dabi pia inapanda. Akiwepo tu ndani. Yaani yeye tayari kuna burudani inapatikana kwenye dabi. Ni kama kivutio. Yaani ni ndio key player wa ligi yetu, ndio icon ya ligi hii. Kama kuna mtu atamkosea heshima sawa, mimi kwangu sawa, lakini kila mtu anafahamu ubora wa Pacome, klasi ya Pacome, utamu wa Pacome, uwepo wake uwanjani, burudani ya mpira inafanyaje? Inaongezeka na ushindani ungekuwa ni mkubwa. Kocha Beka aliwini 500% uwezo mbinu za Pedro. Kocha Steven Beka wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na sifia tena wa Afrika Kusini tena kwa mara nyingine, mnisikie ngongere nyinyi. Steven Beka amewini mbinu za kocha Pedro niliyekuwa nikizungumza hapa kila siku, week in week out, ila kwa sababu wachezaji wa Yanga mmoja mmoja wanaweza kung'amua vitu ambavyo hata kocha ameshindwa kuving'amua. Yes. Sasa utasema si kipa tu kawasaidia, ndo ubora wa kipa ule. Yaani Yanga ndo waliomsajili nani? Diarra. Ndo maana nikakwambia kocha mbinu zimefeli, mabeki wamefeli, wamemfikia Diarra huyu hapa funga. Thamani ya Diarra kwa sababu uongozi wao wamesajili kipa bora, na kama unakumbuka msimu huu walivyoanza Yanga Day walisema katika mali ambayo ni surprise ni kumbakisha nani? Diarra kwa thamani kubwa. Ndo walipowini hapo. Yaani Diarra kawapa alama moja nani? Dar es Salaam Yanga Afrika. Kwa mchezo mkubwa sana muhimu. Ukisema kuna lile goli la Suleiman lilikuwa litakiwa liwe goli. Huku nao Yanga watakwambia offside ya Dube ilitakiwa iwe goli, kwa sababu Dube kashafunga vile Simba mara hizo. Sema mara mbili. Na wakumbusha goli moja tutafuta kumbuka nyingine. Akiwa Azam 1-1 huku Chama huku yeye. Ilipigwa counter attack kama ile peke yake na kipa kaenda hivi walete. Simba kwenye Yanga kwenye transition wako vizuri. Dube kwenye transition ndo magoli yake hayo. Mwekee kule tukimbie, speed yake inajulikana. Anapiga sana au magoli. Kwa hiyo nadhani unanielewa, sitaki kuongelea refa, sitaki kuongelea nini, naongelea ubora wa kocha Steven Beka, mbinu zake ziliwini mbinu za Pedro, na kweli akafanikiwa kufunga mbinu zote, hawakufua dafu. Ila uwezo wa mtu mmoja mmoja, baadhi ya mabeki, si ndio? Uwezo wa Mudathiri, haya basi tumeona kilichotokea, kuni zikavunjwa, lakini vile vile tumeona Diarra ambavyo ameweza kuwapa alama moja nani? Yanga. Kwa pale ukimuongeza Pacome naye angekupa kitu chake eneo la ushambuliaji. Kitu tofauti. Kwani wewe hujui? Vitu vyake ni kuna mtu ashaye kupiga pasi ya auta kwenye Simba na Yanga? Pacome kafanya hivyo. Sasa tutaanza kuhesabu hapa tutachoka. So kwangu mimi naamini mbinu za Beka ni kali. Simba imesajili vizuri dirisha dogo, yes. Wana achieve, yes. Wanaenda mbali, yes. Improvement kubwa. Kocha wa Yanga amezidiwa mbinu na Steven Beka. Mbinu za Steven Beka zimefanikiwa, zimefaulu, zimeweza kuwini mbinu za kocha wa Yanga Pedro. Clean. Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Yanga tuliuona kwamba huyu kakosa tu mbinu za mwalimu, lakini ana kitu cha ziada. Tuliona jinsi ambavyo mfano kama Dube ana uwezo wa kuchomoka kwenye transition, kwenye pinpoint passes zile, si ndio? Kwenye long range passes zile. Lakini tuliona jinsi ambavyo mtu kama Mudathiri, kiungo kimetawalwa, kiungo
lakini yeye aliweza kuonyesha kwamba mimi ni kiungo wa aina gani, calmness yake, jinsi ambavyo walivyokuwa wakimsandwich maviungo wa Yanga wanavyokuwa wanabanwa pale kati, lakini aliweza kung'amua na kuvunja kuni ya kiungo mmoja wa Simba na kwenda kuanzisha shambulio la hatari, ni half chance. Lakini jinsi ambavyo Simba walikuwa wakicreate chances ambazo zilikuwa zinaenda kuwa magoli na kukosa umakini pengine wa kuzimalizia, lakini kwangu nabaki kwamba ubora wa kumsaliza Diarra nchini ambaye amekuwa na ubora wenye muendelezo imesaidia Yanga kupata alama moja. Kinachoniogopesha hapa, kama Simba ilikuwa kwenye ubora 90%, Simba kama timu walikuwa kwenye ubora 90%, mbinu za mwalimu zilimshinda kocha Pedro 100%, ukashindwa kupata matokeo kwenye Yanga ambayo ilikuwa hana hata 30% katika ubora wao, ambayo Yanga ilikuwa imezidiwa mbinu zaidi ya 30% katika ubora wao, haipo. Umeshindwa kupata matokeo hapa. Simba kidogo na walaumu watakimbilia kwenye kigezo cha kwamba kulikuwa na goli lililokataliwa la Suleiman Mwalimu, lakini offside ya Dube ilikataliwa kabla ya goli la Mwalimu. Offside ya Dube ilikataliwa kabla ya goli la Suleiman Mwalimu. We good. Tuchukulie Yanga wangetangulia goli la Dube, flow ya mchezo na atmosphere ingekuwa vile, ingebadilika. Thank you. Manake Yanga wangejizatiti zaidi kwenye kulilinda nini? Goli. Kwa kwangu mimi lile ni goli sawa. Mwamuzi kazingua pamoja na kibendera wake. Na huku pia ilikuwa ni offside. Kwa kwangu mimi lawama inaenda kwa Simba kwa ubora wa 90%. Yanga wakufika hata 30% ya kawaida yao walivyokuwa kucheza michezo 6 iliyotoka. Wameshindwa kupata ushindi. Hii ni lawama kidogo kwa wachezaji kumsupport kocha wao Beka. Na wataweza wakajutia hii. Hii zile alama 3 watazijutia Simba kwa sababu tofauti yao ni alama 5 so far. Na Yanga wanaona kwenye mapungufu. Maana yake watu waenda kurudia makosa. Si kama naeleweka vizuri. Kwa Simba wasije wakarudia wakipata nafasi ya kumkamata mtu kama vile alafu ukose kumfunga timu kubwa. Naishia hapo. Barikiwe sana.